Yanga haiperform hasa kwenye mechi kubwa. Lazima hichi kitu kichukue. Sababu ya msingi kabisa ambayo watu wengi wanaipuuza ya Yanga kutokucheza vizuri, mimi nitakwambia ukweli. So far ukiondoa Simba, timu zingine nyingi kwenye ligi kuu ambazo kwa zinashiriki mashindano ya kimataifa, ikiwemo Azam, Singida Black Stars pamoja na Young Africans, hazichezi vizuri sana uwanjani. Hawana display nzuri sana uwanjani. Sijui kama watu wengi wanafuatilia. Azam FC kwangu mimi nimeifuatilia mechi dhidi ya Pamba Tanzania Prisons, nilifuatilia mechi zake 2 za nyuma kabla ya hiyo. Azam FC kuna kitu wana miss kwenye performance. Yaani kuna kitu ambacho 100% 10 out of 10 Azam FC wana miss. Hicho kitu ni display ya uwanjani ili ya kuwa threat against timu zingine. Yaani wewe ni kuatishio kwamba mimi nimeuchukua mchezo, nimeumiliki mchezo na wakati wote nitakufunga kwa sababu natengeneza chance after chance after chance after chance. Hicho kitu timu nyingi zina miss kwa sababu toka Yanga amerudi kutoka kwenye Champions League, mechi ya mwisho Yanga amecheza tarehe 15 mwezi wa pili dhidi ya JS Kabylie, si ndio? Toka amerudi kutoka Champions League, Yanga amecheza mechi 6 za ligi, achilia mbali kucheza mechi ngapi? Kucheza mechi 2 za CRB Federation Cup. Yanga toka amerudi kutoka kucheza na JS Kabylie amecheza mechi 6. Sawa. Ukipiga hesabu rahisi, leo ni tarehe 16 ndani ya mwezi mmoja Yanga amecheza mechi 6 za ligi. Mwezi mmoja. Ndani ya huo mwezi mmoja ambao Azam pia alicheza tarehe 15 mwezi wa pili amecheza mechi 6. Same na Singida Black Stars. Sawa? Halafu wana mechi za kombe la shirikisho ambazo wamecheza. Technically hizi mechi wangecheza kwenye eneo moja, ungesema hii mechi ni balanced. Aina yetu ya usafiri ingekuwa nzuri, pia hawasafiri mbali, ingekuwa sema ni balance. Lakini Yanga hapo katikati kazunguka, ameenda Dodoma, si ndio? Anazunguka kwenye safari tofauti ambazo anazifanya kwenye mikoa, anaenda anarudi Dar es Salaam, anaenda anarudi Dar es Salaam. Mfano anacheza mechi ya mwisho away, angeza kuunganisha kwenda Dodoma, lakini amerudi tena Dar es Salaam, akasubiri, akayafanya mazoezi ya mwisho hapo, akatoka akaenda Dodoma. Alipotoka Dodoma kucheza dhidi ya Tanzania Prisons, amerudi Dar es Salaam nafikiri tarehe 13. Kapumzika tarehe 14, tarehe 15 amecheza nani? Na Azam FC. The same na Azam FC pia. Kwa hizi timu highly huwezi kuziona zina perform 100%. Zinakupa ile standard performance. Kwa sababu ya namna ambavyo ratiba imekaa, inawabana wachezaji. Technically wale ni wachezaji. Yaani wale ni wachezaji. Yale sio maroboti. Wale ni wachezaji, na bahati mbaya walimu wengi wa timu zote 2 au 3 pengine kwenye ligi hawaamini sana kwenye rotation. Hawa wachezaji walianza kuwatumia mwanzo wa msimu kabisa. Yaani msimu unaanza, Yanga ilikuwa na wachezaji wengi sana ambao wanawatumia. Ukimuondoa Depu kwenye squad, ukimuondoa Alan Okelo kwenye squad, Yanga wachezaji wengine wote tunawaona, ukiondoa Damaro ambaye pia anapata ana time kidogo uka benchi kama mechi ya jana hajagusa na mechi iliyopita pia, wachezaji wengi wa klabu ya Young Africans wametumika kuanzia mwanzo wa msimu. Na wengine wametumika kuanzia msimu uliopita ambao ulikuwa na spani ndogo sana ya mapumziko. Au kumbuke hapo katikati watu wamecheza sana hapo, si ndio? Including wakina Dickson Job walikuwa kwenye AFCON, wametwanga hapo katikati. Unganisha wakina Dickson Job wakina Mamnyeto, wengi ndio wanapata majeraha. Umeelewa? Kwa option ya Yanga ya kwanza, kama unakumbuka, wakati msimu unaanza ulikuwa ni kuwapumzisha wachezaji wake katikati ya mechi. Yaani mimi nina mechi 2, hii mechi hii atakosa Baka, mechi inayofuata atakosa Job. Lengo ni kwa sababu gani? Hawa wachezaji wapate nafasi ya kupumzika. Wametumika hawa wachezaji, tukubali tukatae, wametumika. And then ukija kwenye advantages side sasa, timu ambayo inacheza vizuri kuliko timu zote hizi 3 kwa sasa, klabu ya Simba. Simba wamepata big advantage. Watu wengi hawasemi. Simba imefanya reshuffle ya kikosi zaidi ya wachezaji 6-7. Katika hao wachezaji 6-7, I think wachezaji waliokuwa na national teams zao wakati wa AFCON wanaweza kuwa wazidi 3, sio 2. And I think hata hawafiki. Kwa sababu Rushin Duko kwa na timu, Ismail Toure kwa na timu kwenye AFCON, si ndio? Aniseto Ura, Libasegwe, Ino Luemba, si ndio? Wote wako kwenye timu. Clement Kibabage, si ndio? Na mchezaji wa mwisho Jibril Kasali pia the same, si ndio? Karibia wachezaji wote wa klabu ya Simba ambao wameingia hawakuwa overused kwenye timu zao, si ndio? Clatous Chama at least yeye alikuwa na klabu ya Singida Black Stars, si ndio? Akaenda kucheza mechi na kimataifa. Lakini hao wengine karibia wote walikuwa na wachezaji ambao wanacheza tu mechi zao. Wengine kabisa walikuwa hawachezi kama kina bado wana energy, si ndio? Hao wachezaji wana energy, hao wachezaji hawakuwa overused. Hata ukiwapangia hapa mechi ndo zinazidi kuwapa fitness, haziwapi fatigue.
Yani hata unawapangia mechi 5-6 mbeleni, hawapi fatiki na wapa mechi. Lakini angalia Yanga, utapata hilo jibu. Clement Mzize overused, majeruhi. Yanaonyesha wazi kabisa kaumia kwenye national team. Dickson Job overused, majeruhi. Anaweza kukosa msimu mzima. Ametumika mno kama mchezaji. Pacome Zouzoua ametumika mno kama mchezaji msimu uliopita na klabu ya Young Africans. Mno. Umeelewa? Huyo kaenda majeruhi, si ndio? Kuna possibility pia Ibrahim Baka kaenda majeruhi. Sio kwa ubaya. Kuna possibility ya watu kama kina Djigui Diarra. Na sio possibility. Djigui Diarra I think baadhi ya mechi alizikosa mwanzoni. Majeruhi. Umeelewa? Kwa sababu mzaji katumika sana. So wanaobakia ni wazaji ambao fitness level yao at least inawabeba. Msimu uliopita labda hawakutumika sana kama kina Duke, ambao bahati nzuri nafasi yake ilikuwa inazibwa na kina Khalid Aucho, alikuwa anapata nafasi ya kucheza zaidi kuanzia msimu uliopita and so. Lakini lazima tukubali, tukae kwenye mstari sawa sawa, tukubali kwamba hawa wachezaji kuna over usage waliotumikana. Hata wakina Alan Okello na udogo wake ule, amecheza na national team ya Uganda, amecheza na Vipers. Lazima tukubali hawa wachezaji kuna namna wanahitaji mapumziko, amechoka. And I think kuna room ya reset. Hichi kipindi tunachoenda international break, Stuart, trust me, kuna room na kuna timu zinaweza zikarudi tofauti kabisa kwa sababu room ya reset hiyo.